Aina ya mwisho na ya nne ni mtu atohoe kutoka katika majina ya Allah, akatohoa jina akampa muabudiwa wake, akatohoa jina kupitia jina la Allah, akatoa jina hapo kumuita muabudiwa wake, kama walivyofanya Makuraish wana sanamu wanaliabudu linaitwa Uzza. Linaitwaje? Al-Uzza. Na Allah amelitaja kwenye Qur'ani kwa jina lake hilo sanamu, afara'aytumul lata wal uzza. Sanamu hili ambalo wameliita al-Uzza, kwa jina hili walilolitohoa kutoka katika jina la Allah la Al-Aziz. Kwa hiyo kwenye jina la Allah la Al-Aziz wakatoa jina la sanamu lao Al-Uzza. Kadhalika Allah katika majina yake ni Al-Ilahu, Mola muabudiwa, Al-Ilah. Kwa hiyo kwenye Al-Ilah wakatoa jina la muabudiwa wao anaitwa Allata. Kwa hiyo Allata wakatoa kwenye Al-Ilah. Na sanamu hili la Makuraish Allah amelitaja kwenye Qur'an, afara'aytumul lata, hebu nipeni habari juu ya Mungu wenu Lata. Kwa hiyo Lata wametoa kwenye jina la Allah la Al-Ilah, wakatoa Allat. Na kwenye Al-Uzza wakatoa Al-Aziz. Na kwenye Manata ni jina la Mungu wao Makuraish, makafiri wa Quraish, Manat wamelitoa hilo kutoka kwenye jina la Allah la Al-Mannan. Kwa hiyo kwenye Al-Mannan wakatoa Manat. Sasa kuchukua jina la Allah na ukatoa kwenye jina hilo, au ukatohoa kwenye jina hilo jina la muabudiwa wako, hiyo ni ilhadi umeifanya katika majina ya Allah tabaraka wa taala. فمن مثل خالد يفهم دعوة السلفية بكي مشايخ خويته والسلفي حفظهم الله.